Bana, robo finali ya AFCON hii hapa. Hivi unajua timu zote 8 ambazo zimefuzu kwenye hatua hii zipo katika top 10 ya FIFA ranking ya Afrika. Na katika timu hizo, timu 7 zimewahi kuchukua ubingwa wa AFCON. Timu pekee ambayo haijachukua ubingwa huu ni Mali. Kwa hiyo inaenda kuwa robo finali bora zaidi kulinganisha na robo finali zingine katika michuano ya AFCON ya hivi karibuni. Algeria vs Nigeria. Algeria kafika hatua hii baada ya kumtoa DR Congo katika mechi ambayo iliisha dakika 120 wakifunga goli katika dakika za mwisho kabisa. Algeria anaenda kukutana na Nigeria, timu ambayo safu yake ya ushambuliaji inatisha katika AFCON hii. Kwanza wamefunga magoli 12, ndio timu ambayo imefunga magoli mengi katika AFCON hii mpaka sasa hivi. Wamefika hatua hii baada ya kumtoa Msumbiji kwenye hatua ya 16 bora wakimfunga goli 4 bila. Nigeria ni timu ambayo inatisha katika safu yake ya ushambuliaji ikiongozwa na Osman, Lukman, Ako Adams, katikati yuko captain Wilfred Ndidi na bwana mdogo Alexander Chuka Iwobi. Katika mechi hapo hii ya Algeria dhidi ya Nigeria, mimi nampa Nigeria kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Robo finali nyingine ni Cameroon dhidi ya wenyeji Morocco. Unajua Cameroon kabla michuano hii kuanza haikupewa nafasi kabisa kufanya vizuri, lakini kwenye mechi yao ya 16 bora dhidi ya South Africa wakaonyesha ni jinsi gani ya kucheza single elimination games. Ukipata nafasi kwenye mechi ambayo ni ya elimination, mechi moja unaitumia unafunga magoli. Ndicho walichokifanya kwenye game yao dhidi ya South Africa, wakafuzu hatua inayofuata. Wanakutana na mwenyeji Morocco ambaye amefika hatua hii kwa kumtoa Tanzania. Tunajua jinsi alivyomtoa, lakini of course Morocco alicheza vizuri kwenye mechi ile dhidi ya Tanzania, lakini walionyesha jinsi gani safu yao ya ulinzi inafikika kirahisi. Kwa hiyo kwenye mechi dhidi ya Cameroon ya Carlos Baleba na Bryan Mbeumo, naipa nafasi Cameroon kufuzu hatua ya nusu finali. Sio chuki, naipa nafasi Cameroon kufuzu hatua inayofuata. Robo finali nyingine ni Mali dhidi ya Senegal. Mali ya Djigui Diarra dhidi ya Senegal ya Sadio Mane. Unajua raha ya kucheza mechi kama hizi kwa upande wa Mali. Mali anaingia kwenye mechi hii akiwa underdog, kwamba amezidiwa kila kitu na Senegal, na Mali amefika hatua hii akiwa hajashinda mchezo wote ndani ya dakika 90. Raha ya kucheza mechi kama hizi ukiwa underdog ni kwamba unaingia kwenye mechi ukiwa tayari umeshapoteza. Yaani hauna cha kupoteza kwa sababu kila mtu anajua wewe ni mdogo na unaenda kupoteza. Kwa hiyo hii inaweza kukupa confidence katika mchezo. Mali anaenda kukutana na Senegal. Senegal ambayo safu yao ya ushambuliaji nayo inatisha. Ukiachana na Nigeria, timu nyingine ambayo safu ya ushambuliaji inatisha ni ya Senegal. Na pia Senegal kikosi chao kina quality nyingi sana. Kwa hiyo kocha wao anaweza kufanya tactical changes muda wote kwa sababu wachezaji wengi wapo kwenye kikosi wana quality kubwa sana. Kwa hiyo katika mechi hapo hii naipa Senegal nafasi ya kufuzu katika hatua ya semi final. Egypt dhidi ya Ivory Coast, moja ya mechi kali zaidi katika hatua hii ya robo finali itakuwa mechi hii. Egypt vs Ivory Coast. Usikose mechi hii. Moja ya game kali kabisa. Egypt kachukua ubingwa huu mara 7, ndio timu ambayo inaongoza kuchukua ubingwa wa AFCON. Anakutana na bingwa mtetezi ambaye amechukua ubingwa huu mara 3. Omar Marmoush akiwa na Mo Salah waliongoza Egypt kufuzu hatua hii baada ya kumtoa Benin kwa goli 3-1, mechi ambayo ilienda mpaka dakika 120. Wanakutana na bingwa mtetezi Ivory Coast ya Amad Diallo. Amad Diallo wa moto sana. Mpaka sasa hivi kashafunga goli 3 kwenye michuano hii ya AFCON. Na Ivory Coast kwenye mechi yao dhidi ya Burkina Faso kwenye hatua ya 16 bora walimaliza mechi mapema tu kipindi cha kwanza na kufanikiwa kufuzu katika hatua hii ya robo finali. Katika robo finali hii na hapa nafasi Ivory Coast kumtoa Egypt. Ivory Coast ya Amad Diallo na Bazamana Toure watamtoa Egypt kwa mbinde, lakini watafuzu katika hatua ya nusu finali. Kwa hizo ndio timu ambazo mimi naona zitafuzu katika hatua ya nusu finali: Nigeria, Cameroon, Senegal na Ivory Coast. Unaweza ukaniambia ni timu gani ambazo unaona zitafuzu katika hatua ya nusu finali?